Roboti wanaofanana na binadamu wanaendelea kupanua matumizi yao katika hospitali na viwanda nchini China, wakichochea ukuaji wa viwanda na sekta ya teknolojia ya hali ya juu. Kwa mujibu wa ofisi ya kitaifa ya takwimu, mwaka uliopita uzalishaji wa viwanda vya teknolojia ya juu umefikia 17.1% ya jumla ya uzalishaji wa makampuni makubwa nchini China. Uzalishaji wa roboti za viwandani umeongezeka kwa 28% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Katika duka la kwanza la roboti ya 4S jijini Beijing, zaidi ya mifano 35 ya roboti wanaofanana na binadamu inaonyeshwa katika mazingira ya mfano kama famasia na laini za viwandani. We have created 6 major application scenarios covering industrial, medical, and household use. Prices for humanoid robots range from tens of thousands to several hundred thousand yuan, and the store now attracts more than 5,000 visitors each month. Katika kiwanda cha Sany jijini Beijing, roboti wawili wa viwandani wamekuwa wakifanya kazi kwa takriban miezi mitatu, wakishirikiana kupanga, kushika na kuhamisha bolti kwa usahihi wa juu. The robots use visual recognition to assess the difficulty of grasping each bolt, adjust them into more suitable positions, and then proceed with gripping. Their operational precision can reach 3 to 5 millimeters. Ingawa kazi hizo ni za kurudia, roboti hufanya kazi kwa ufanisi mkubwa, zikichukua nafasi ya kazi nzito za binadamu. Although it seems simple, such work is monotonous and physically demanding over time. The robots are not yet as flexible as humans, but they eliminate the need for manual labor. Kampuni ya kutengeneza roboti ya UBTech inasema kwamba mazingira ya viwanda yanahitaji teknolojia inayobadilika haraka. Factory environments are complex. Our team builds one-to-one simulation platforms after data scanning to continuously optimize performance. We have made the first step toward integrating humanoid robots into industrial production. Zaidi ya viwanda, roboti wanazidi kutumika katika ukaguzi wa nishati, uokoaji wa dharura na huduma za kibiashara. Kwa mujibu wa makadirio ya CCID, roboti wanaofanana na binadamu duniani wanaweza kufikia vitengo 15,000 mwaka 2025, karibu 10,000 wakitoka China. Mpango wa serikali wa akili bandia pamoja na utengenezaji bidhaa viwandani pia unaharakisha matumizi ya roboti hawa katika uzalishaji wa viwandani.